الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, leo tazama kidogo tutaingia katika tarikhi kidogo katika Uislamu ulipoanza. Tunajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa Makka miaka 13 toka kuanza kushuka wahi mpaka ilipokuja amri ya kuelekea Madina, kuhajiri kwenda Madina. Na Madina hapa alipitisha katika umri wake miaka 10, wa 11 akafariki 11 hijria, na kalenda ya Kiislamu imeanza tarikh hijri kuanzia kuhajiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina. Na taban kipindi cha Makka kilikuwa kipindi kigumu katika kulengania watu kutia imani katika nyoyo za watu, na kipindi hichi kilikuwa kigumu kwa sababu upinzani ulikuwa mkubwa sana dhidi ya tauhid. Ushirikina ulikuwa umepindukia mipaka, na ndio wenye nguvu na wenye kuzuia watu wasiingie katika dini hii, na hasa walikuwa wakislimu zaidi walikuwa watumwa na watu mafakiri, watu hali ya chini kabisa. Kwa hivyo walikuwa wengi wanaogopa kuingia katika dini hii kwa kuteswa au hata kuuliwa, kuadhibishwa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hasa ile kupata nguvu ni baada ya kuhajiri kwenda Madina, ukawa Uislamu unatia nguvu, unakuwa imara. Na utaona kwamba vita vyote Mtume sallallahu alaihi wasallam alioshiriki, utaona katika kuanzia mwaka wa pili hijri mpaka mwaka 10 na 11 tena kufariki kwake ni miaka 8 mpaka 9. Ndio hasa vita vyote ukisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amepanga ghazawat kwa Kiislamu. Kwa Kiarabu tunasema vita alivyoshiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe au kuvipanga mwenyewe kwa kupeleka masahaba kundi tu maalumu, vikosi maalum, wanaita ghazawat, ghazw. Ama vita vinginevyo walikuwa kiita maaraka, lakini madha Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kaenda au kavipanga mwenyewe, basi inaitwa ghazawat. Na ghazawat zilikuwa nyingi sana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini zilizokuwa muhimu sasa hasa zinajulikana ghazwat Badr, na kulikuwa na Badr ula kwanza, ikaja tena ghazwat Badr kubra katika mwaka wa pili hijri, ikafuatia vita vya Uhud ambao ulikuwa mwaka wa 3. Lakini kati na kati hapa kulikuwa na vita vidogo vidogo chungu zima, kama ghazwat Abwa, ghazwat Bawat, ghazwat al-Ashira. Zote hizi katika jumla ya Mtume sallallahu alipanga vita hivi. Alafu ndio ikaja Badr al-ula, ikafuatia na Badr al-kubra. Alafu kwa kabila Bani Salim, ghazwat Bani Salim. Kadhalika ikaja kwa Mayahudi kabila la mwanzo kabisa Bani Qainuqa, ghazwat Bani Qainuqa. Na baadaye ikaja ghazwat Uhud mwaka 3, ghazwat Hamra al-Asad, ذات الرقاع, na mingi vinginevyo lakini vidogo vidogo, lakini hasa vilikuwa vikubwa Badr, alafu Uhud, alafu ikafuatia ghazwat Hudaybiyah, ghazwat al-Ahzab, au kaitwa ghazwat Khandaq kwa sababu Khandaq ilijenga, au al-Ahzab, na hii tulielezea siku za nyuma katika sura al-Ahzab kwa urefu kabisa. Na baada hapo ikaja tena mwaka 6, hii ilikuwa mwaka 5 Ahzab, mwaka 6 ikawa kwenda kufanya umra. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo pakatokezea sulhu baina ya Quraysh na Waislamu, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kapata fursa kwa kwenda kupigana katika vita vya Khaybar. Vita vya Khaybar vilivyofuatia hapo tena baadaye ikaja mwaka 8 ndio fathi Makkah. Makkah ikatekwa, na baada ya kuteka Makkah na watu 10,000 wakaongezeka na 2,000 wakaenda Taif, ikawa vita vya Hunain ambavyo vimetajwa katika sura Tauba. Vita vya Hunain walau kwa aya moja lakini vimetajwa. Baada hapo ikaja vita vya Bani Mustaliq, imekuja vita hivi mwanzo kabla nimesahau sijavitaja. Lakini baada ya Hunain tena ikawa vita vikubwa vilivyofuatia
kuingia Taif yote, na alafu vita wa Tabuk. Na ilikuwa Tabuk ndio vita wa mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopanga, lakini vita vilikuwa vikali sana, watu kidogo dhidi ya Warumi na wengi sana. Kwa hivyo vita walishindwa, wakarudi ili atengeneze jeshi jingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tendo kufa kwake kumestopisha vita vile, isipokuwa tu alikuwa kishamchagua Zaid ibn Haritha, alikuwa ameuliwa katika vita wa Tabuk, akamchagua mwanawe Usama ibn Zaid ibn Haritha kwa ajili ya kwenda tena kurejea tena vita vile vya Tabuk, isipokuwa tu alipofariki. Hata wakati Abubakar Siddiq alipokuja akaendeleza jeshi lile ambalo lilikuwa tayari kutoka, alikwenda. Hatuzungumzi mambo ya vita wenyewe vilivyotokezea, basi tunataja majina kwa sababu kila kimoja katika hivi nataka darasa ya kutosha peke yake. Lakini baada kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ghazawati zote zilizotokezea, lakini hasa kilichokuwa muhimu zaidi Fath Makkah, kutekwa kwa Makkah. Alafu baadaye mwaka 8 wa Hijri, na mwaka 8 ule mwishoni wakaenda wakateka Taif pamoja na Hunain. Katika vita vya Hunain hivi ikawa makabila makubwa yote yameshadondoka katika nini, yameingia katika pawa ya nini ya Uislamu. Na hata baadaye hapo tena ikawa makabila madogo madogo yalikuwa wanakuja kusilimu tu. Ndio yale yaliyoelezwa katika sura nini, sura Nasr, idha jaa nasrullah al-fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jukumu alilopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifanyia kazi kwa miaka 23. Mapambano aliyopambana nayo lau sio kama moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa subra na wenye nguvu ya imani ya hali ya juu ambao waliotiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kiumbe chochote asingeweza kutekeleza kama alivyotekeleza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio akawa khairu khalqillah fil kawn, bora viumbe vyote duniani. Miaka 13 ya taabu aliyopata katika kulingania watu dhidi ya Makuraish waliokuwa maadui hali ya juu kabisa. Hata hivyo mpaka akatapumua akahaji kuelekea Madina yeye na Abubakar Siddiq. Halafu vita ambavyo walivipanga chungu zima toka anaingia Madina mpaka kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kutekwa kwa Makkah na Taif. Sasa hivi tena itakuwa kutoka nje ya makabila wa Arabu ndio ikafika kwenda mpaka Tabuk, sehemu za kuelekea Jordan. Hapo tena ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam ufariki. Lakini kama utatazama tarehe namna ilivyokwenda, kazi kubwa aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam hasa miaka ya kuhajiri, miaka 10 na miezi mitatu mpaka kufa kwake, toka kuingia Madina mpaka kufa kwake, hilo dola la Kiislamu limeanza kuanzia Madina. Makkah hakukuwa na dola, ndio kwa miaka 13 iliyopita hakukuwa na dola, lakini dola Islamia hasa limeanza kutokana na nini, baada ya kujenga na msikiti wa mwanzo Quba Madina na kukusanya watu hapo, ikawa makao makuu ya hukumu ya Kiislamu ilikuwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam baadaye. Na halafu ikawa kila kitu kinapangwa msikitini, kuamua kwa vita na majeshi kupangwa na kila kitu, mambo yote ya dunia na dini yote ilikuwa kupangwa hapo msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapata starehe katika maisha yake, vita baada vita, vita baada vita, mashakili ya washirikina, mashakili ya Wayahudi walikuwa hawataki dini ya Kiislamu isimame, wakafanya kila mpango. Na vita vya Khandaq au vita vya Ahzab hasa vimepangwa na Wayahudi kwa kukusanya makabila mbalimbali, hizbu baada hizbu, kabila baada kabila, Ahzab watu 12,000 kuja kupigana na Waislamu. Si jambo dogo. Lakini hata hivyo Mwenyezi Mungu ametumia pawa yake kwa kulishinda jeshi lote, maahzab yote. Imefika hadi mpaka watu wa Madina walikuwa wakishauriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaonaje hawa jamaa wa Kiarabu tuwarejeshe warudi, ili badala yake tunalipa kama jizya, malipo katika siku za mazao, wachukua sehemu kadha ya mazao yao. Lakini wenyewe kwa imani yao wakasema, la wallahi, ikiwa dini yetu ya haki hatukubali kudhalilishwa tukawa tunatoa pesa.
tutatoa mali yetu na mazao yetu kwa kuwapa, tutapigana inshallah na Mwenyezi Mungu mmoja sisi. Akasema wallahi na mimi nilikuwa nataka hivyo, lakini nilikuwa nakuoneni huruma ndo kukwambieni solution ya pili. Subhanallah, Mtume SAW katika tabu yote alipata vitu hivi. Ilikuwa tena, unajua ikifika wakati kwamba mtu subra yake inakuja karibu na kumalizika, hatusemi kwamba Mtume SAW subra yake ilikuwa inakumalizika, lakini tabu alipata miaka 13 na 10 ya Madina, 23 ndani yake imejaa shida dhidi ya kupambana na jamaa zako Makureshi, alafu kupambana na aina mbalimbali za watu, wanafiki kwa upande, washirikina kwa upande, Mayahudi kwa upande. Haya yote haya, na huku kuwaeleza watu na kuwafahamisha namna gani vya kuishi maisha ya Kiislamu. La, kazi kubwa sana, kazi kubwa sana amefanya Mtume SAW. Na wakati wote huu na amri za maamrisho ya kidini, namna vipi vya kuishi katika ulimwengu maisha ya Kiislamu, amri zinashuka, namna ibada, namna sala, namna ndoa, namna hija, mpaka ile kuja akamalizia hija mwaka 10, ili akawafundisha watu namna gani watu wa hiji. Kwa sababu mwaka 9 wa Hijri alimpeleka Abubakar Siddiq ni leader, kiongozi, lakini pia kulikuwa ndani yake hija ya kizamani ambao washirikina walikuwa wakienda kuhiji, na hija ya kisasa, isipokuwa tu alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuamrishwa akafanya hija, haji ambayo watu waifuate mpaka siku ya kiyama. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu namna za kufanya ibada. Au akasema tena, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mnavyoniona ninavyosali. Ikawa vitendo vyote vya hija alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka Maka mpaka Mina mpaka Jabal Arafat, mpaka yote vitendo vyote hivi Mash'ar al-Haram, na hivi vyote Waislamu wajifunza practically kutoka kwa Mtume mwenyewe. Ilikuwa ndo ibada ya mwisho inayosubiriwa hija. Baada ya kumaliza خلاص Mwenyezi Mungu ampumzishe tu. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, يعني kazi yako mshamaliza. Your mission is accomplished. Kazi ulopewa mshamaliza. Ilobakia ni kwenda kueneza Uislamu. La, watafanya vijana wako uliosomesha ukatia imani ikarasikh fi qulubihim, yuzama katika nyoyo zao, la wache wao. Akina vijana hapo, vijana wazee vijana, yani kina Abubakar Siddiq na Umar na Uthman na Ali na wengineo, naam, wataendeleza kazi ulioacha, kazi ulioacha, na wamefahamu kila kitu. Akina Abdullah ibn Mas'ud na akina Ibn Abbas, na wote wamebobea katika elimu ya dini, kitu kitakana nini kifanywe. Na ndio kwa maana tunaona hata tunasoma tafsiri na tunasoma hadithi hizi, kina Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Abbas wameshiriki sana katika kueleza ayati nyingi, kwa sababu mifahamu dini hasa kama anavyotaka Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asingesema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekutimizieni dini yenu. Akmaltu, nimekamilisha, lakum, kwa ajili yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dini yenu, way of life, namna kuishi. Binadamu anavyoishi, anaishi mambo yake ya kidunia na mambo yake ya kujisogeza kwa Mola wake. Watmamtu, nimetimiza alaykum, juu yenu, ni'mati, neema zangu nimekutimizeni. Yani kila ibada katika ibada aliyofundisha Mwenyezi Mungu ni neema kutoka kwake, kwa sababu tunahitajia ile kulainisha moyo, tunahitajia ile kuzidisha imani, tunahitajia kwa sababu ya kupata thawabu ili tupitie peponi, tunahitajia kwa mambo chungu zima kuweza kuishi maisha yaliokuwa mazuri ya duniani na pamoja na starehe za akhera zinazofuatia baadaye. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ndo lazima wakati huu tena Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa kazi aliyofanya. Ndio kwa maana utaona kwamba baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwaka 11 Hijri, alafu tena baadaye wakamchagua khalifa katika siku 3 za mwanzo. Na kuna kisa taban, nani aliyetakachaguliwa, watu wa Madina walitaka wao na wengine walitaka wao. Almuhimu mwisho ikaangukia kwamba Abubakar Siddiq, baina Abubakar na Umar Khattab na Abu Ubaida Amir bin Jarrah, hawa tatu kila mmoja alikuwa na shahada za kutosha za kuweza kuwa ni khalifa
Waislamu, lakini kila kitazama namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomfadhilisha Abu Bakar mbele ya wote. Hata katika siku alizokuwa kiumo akaambia asalishe, anaambia bibi Aisha, nenda kaambia babako asali. Na siku hiyo kwenda naambia hajamuona Abu Bakar, akamwambia Umar asali. Akaenda kasali, kasana mwambia Umar asalishe, mimi nataka Abu Bakar asalishe. Akakasirika sana, wallahi leo ungeniambia kwamba kasema mtafute Abu Bakar singekubali kuingia kusalisha. Almuhim, dalili chungu zima ya namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomsifu Abu Bakar Siddiq kwamba yeye ndiye ambaye ndiye atakayekuwa kiongozi baada yangu. Hajamjua, hajamtokezea yote baada ya mitume aliyokuwa bora kama Abu Bakar Siddiq. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam hajasema nani akamate khalifa baadaye, isipokuwa tu katika amri alizotoa ni kwamba lazima asikapasikae muda mrefu, ila lazima chaguliwe kiongozi. Ikawa Abu Bakar Siddiq akashinda, akaja msikiti wa Madina pale, akafungamana naye, wakampa mubay'a kama shiki khalifa. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka duniani katika mwaka 11 Hijri, kuanzia mwaka 11 Hijri mpaka mwaka wa 39 40 Hijri ni muda huu wa makhalifa wane ambao waliojulikana makhalifa hao waliongoka al-Khulafa ar-Rashidun. 11 Hijri kashika Abu Bakar Siddiq miaka miwili na miezi mitatu na kidogo, akaja kashika Umar miaka 10 na kidogo, alafu kisha akashika Uthman ibn Affan miaka kama 12, na kuanzia 35 36 Hijri mpaka 39 au 40 kitu kama hivi Hijri, miaka 4 na nusu akashika Ali ibn Abi Talib. Alafu alipouliwa Ali ibn Abi Talib, kuanzia mwaka 11 Hijri mpaka 40 Hijri ni miaka hii ya utawala makhulafa ar-Rashidin, miaka 29 karibu. Hao makhalifa waliongoka al-Khulafa, makhalifa ar-Rashidina, the rightly guided, waliongozwa wakaongoka, na kuongoka kwao kutokana na hukumu waliokuwa wakiendesha wakifata tatbiq, utekelezaji wa nini, wa maamrisho ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawajaacha kitu ila walitengeneza yote alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake. Na kwa hivyo waliambiwa kwamba waliongoka, kuongoka kwamba hukumu zao zote zilikuwa bil kitabu wa sunna, bil kitabillah. Nini anasema Allah, nini hadithi za Mtume zinasema nini, hivi ndivyo walivyohukumu. Kwa hivyo kipindi hichi makhulafa rashidin wa mwanzo wao waliotangulia alikuwa ni Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq na jina lake lilikuwa Abdullah ibn Abi Quhafa, na katika watu wa mwanzo walioslimu na aliyekaa chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa kipenzi chake na ndio aliohajiri naye pamoja. Ilipofika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam shafariki, waliona hakuna ila yeye ndio akae khalifa, na khalifa wake kakaa miaka miwili na miezi mitatu na nusu, na yeye kafariki umri ule alokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 63. Kwa hiyo baada ya kufa kwake ilikuwa na umri huo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuongoza kwa miaka miwili na miezi mitatu. Abu Bakar Siddiq kama nilivyosema, yeye ndio katika mwanzo kuthibiti katika imani baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati anapanda na kutawalishwa ukhalifa, kabla hapo aliposikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, watu Madina nzima, watu kama wameghumiwa, hawajiamini wasiamini, Mtume kafa, vipi anakufa? Na Umar Khattab akipita na upanga, ngisikia mtu anataja Mtume kafa, ninamkata kichwa, kila mmoja anaogopa. Lakini kwa hikma Abu Bakar Siddiq akaenda akamtazama, akamwona kwa kweli kafa, akafa, akambusu, akasema
ewe kwa mpenzi wangu kama baba na mamangu badala bi abi wa ummi anta. Namna gani ulivyokuwa mzuri kwa hai na ulivyokuwa mzuri kwa umekufa. Akatoka akahudumia watu na kuwapoza watu moyo, akasema ala man kana ya'budu Allah, ala man kana ya'budu Muhammad, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, fa inna Muhammadan qad mat. Ikiwa nyinyi mnamwabudu Muhammad, zama lugha ilivyokuwa nzito, maana nyinyi mshaingia kichaa sasa hivi kwamba mtume sasa amefariki. Na kwa nini wasiingie na hali huyu Muhammad? Sallu ala nabi, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Nani atakayefikiri atakumbuke tu kwamba siku moja atatotoka huyu, tutakuwa hali gani sisi? Na hata akikutoka siku ile unafikiri utakumbuka yote, lazima utakuwa umeghumiwa mtu. Na hivi ndivyo masahaba walivyokuwa. Mji mzima kimya, kiza kimezagaa katika Madina nzima. ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أكسوم إلى آية كتاب عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد سجد إلى متومه ما amekuja kabla yake mitume, akifa au kiuliwa mtageuka mtasema hataki tena, haiwezi kuwa. Kwa hivyo aliposema maneno haya tena na baadaye wakafungamana naye, khutba aliyoitoa kwa kuambia watu maneno mazito sana. Anasema Abubakar Siddiq, amma ba'd, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu anasema amma ba'd, ya ayuha nas, ya ayuha nas fa inni qad wulitum فإني قد وليت عليكم، فإني قد وليت، nimepewa wilaya, nimepewa ukubwa, nimepewa nini, ukhalifa. قد وليت عليكم ولست بخيركم, mmenipa ukubwa niwe kiongozi wenu na wala mimi si bora kuliko nyinyi. Tazama tawadhu, walastu bikhairikum, yani kuna wengi hapa walikuwa bora kuliko mimi. Hawatatamba sema nani alikuwa bora kuliko mimi. Yupo hapa na nijue, anaweza sema, anasema Firauni haya au sio? Lakini sio Abubakar Siddiq, walastu bikhairikum, wala sio bora wenu. Halafu tazama i'tiraf, anasema fa in ahsantu, ikiwa nimefanya wema katika hukumu kwangu, fa'inuni, mnisaidie katika hukumu. Fa in ahsantu fa'inuni, mnisaidie. Lakini kwa kubwa, wa in asatu faqawimuni, na kama nimekwenda hivi na hivi nikafanya vibaya, ninyosheni. Iko kwa viboko, iko kwa panga, iko chochote kwa mujibu wa dini, vitendo vya kinyume na sheria inavyotaka. Wa in asatu faqawimuni, yani ninyosheni nende sawa, yani tieni adabu nende sawa. Na taban hasha lillah an yakuna Abu Bakr Siddiq mtu akwenda upande, lakini min babi tawadhu, na ili wafundishe ulimwengu unakuja mpaka siku ya kiyama kwamba anayetawalishwa nikapewa jukumu. Alipokuwa Umar Khattab anamchagua mtu ashike pahala nini awe kadhi, anataka kukimbia, ambia wallahi utakamata, utashika, kwa sababu wewe ndio munasib kwa kazi hii. Kwani sisi tumelopewa hii tulikuwa tunataka au tumelazimishwa, na ni wajibu kwetu, kwa hivyo na lazima utafanya. Hivi ndivyo alikuwa akiamrisha watu wake, anapopeleka magavana, anapopeleka makadhi katika kuhukumu baina ya watu. Basi Abubakar akasema, mkiona nimekwenda upande na kwenda songo mbingu songo mbingu faqawimuni, ninyosheni. Naam. Alafu akasema as-sidq amana, as-sidq kusema kweli ni amana, wal-kadhib khiyana, uongo ni khiana, kukubwa khiana. Wal-kadhib khiyana, wal-dha'ifu fikum qawi, aliyekuwa mnyonge kwenu nyie kwangu mimi atakuwa ni mwenye nguvu. Wal-dha'ifu fikum qawi عندي حتى أرجع عليه حقه.
mpaka nimrejeshee haki yake kutokana na yule dhalimu aliyemdhulumu. Na wa insha Allah na pindi Mwenyezi Mungu akipenda ارجع اليك حقه عندي ان شاء الله. وان والقوي فيكم ضعيف, alikuwa qawi kwenu nyie, basi kwangu mimi ni dhaifu. Kwa nini? Hatta akhudha alhaq minhu in sha Allah, mpaka nichukue haki ya yule dhaifu kutoka kwake nimrejeshe mwenyewe. Akasema aljihad fi sabilillah ni muhimu sana. La yad'u qaumun aljihada, qaumu yote akiacha jihad fi sabilillah illa khadhalahum Allah bidhulm, Mwenyezi Mungu huwadhalilisha akapata udhalilifu. Wakiwacha jihad kwa kutetea dini yao, basi Mwenyezi Mungu hujalia wadhalilifu. Wala tashi'u alfahisha, na uovu hauenei fi qaumin, katika kaumu yote, katika jamii yote, illa ammahum Allah bilbala, Mwenyezi Mungu huwaenezea na balaa za kila aina, ikiwa AIDS na ugonjwa gani na gari, yote haya wakati alfahsha, uchafu unapoenezwa kwa nguvu. Atiuni ma ata'tu Allah, mnitii mimi muda wote wakati mimi namtii Mwenyezi Mungu. Wa rasuluhu, na mtume wake. fa idha asaitu Allah, kama mimi nitamasi Allah wa rasulahu, na kama nitamasi mtume wake, fala ta'ata li alaykum, sijui yenu kunitii mimi. Kama mimi nitamasi Allah na mtume wake, basi msinipe utiifu kutoka kwenu. Iko mimi maasi Allah wa kuabudiwa na kutekelezewa na kumtii, vipi nyinyi mtakama mnitekelezee taa kwangu mimi? Sistahiki taa kwenu. Na hii ndio imani sahihi, 100% imani, kwamba mtu ajue nini wajibu wake, nini chake na nini dhidi yake. Amana aliyopewa namna gani atekeleze. Hakuna kutakabbar na kujiona mimi hivi na hivi, mimi ninachotaka kufanya ndio la. Lazima itangulize mbele Uislamu na imani na awamirullah, awamir Rasul sallallahu alaihi wasallam, hizi lazima zitangulize mbele. Kwa hivyo hivi ndivyo alipohutubu, alafu akaamrisha watu wasali, waqumu ila salatikum yarhamkumullah. Kwa hivyo Abu Bakar Siddiq yale aliyofanya katika muda mfupi, inshallah kwa nafasi tutaelezea mara ya pili biidhnillah, lakini muda wake kuwa ni khalifa mwanzo na utekelezaji wake wa mambo aliyofanya ni kupigwa mfano maisha mpaka kiyama saa inshallah. Wa bihadha naktafi, wallahu a'lam.